zote nilifikiri kama rafiki wa kweli na kukidai kuwa afagiliwa na uwe. Mimi yule mtu simfahamu na wala simjui. Ni ghafla tu mimi nilikuwa ndani nimeingia ndani nimetoka kuoga na shangaa tu ghafla namuona ameingia ndani. Mimi simfahamu na hamna chochote kinachoendelea kati ya yeye na mimi na sijafanya naye chochote mpenzi wangu. Yule sio mtu mimi simjui. Mimi ndo mdoli. Wewe unadhani mimi simjui yule mishi? Tunasoma shule moja. Kwa hiyo sasa kuna mimi kama mtoto. Yule mwanamke wako afuata nini pale? Mimi sijui ametokea wapi mpenzi wangu. Wewe unanijua vizuri. Mimi sio mtu wa hivyo. Kwa nini kufanya hivyo? Nakuheshimu sana na ninakupenda. Kule nije kufanyia vitu kama vile. Lakini ni ghafla tu mwenyewe nashangaa imekuaje. Nashangaa imekuaje tu ghafla. Mimi nimetoka kuoga na shangaa nikaingia tu ndani kupu. Sasa unakuja tu kuamini haraka haraka tu kama mimi yule mtu kuna kitu chochote nimefanya. Hakuna chochote nilichofanya naye. Naomba nielewe basi mpenzi wangu. Mimi simfahamu yule mtu. Hebu nisikize usiongee sana. Fanya mambo yako, niache na mambo yangu. Kwanza hapo nitakuwa nimeshukuru. Na yeye kule shuleni aje anakuja huku. Mimi naye hatuwezi kuishia kwa staili hapa. Tifa. Naomba basi Tifa. Kuna muda mapenzi ni uchizi kabisa. Muda wote niliupoteza kwake sawasawa na matope tu yani. Siamini kabisa. Oya vipi mwanangu? Sema nini mwanangu? Kuna kimwanafunzi tunakitafuta cha kiki. Cheusi hivi kina rasta, kimevaa begi na kina nani uniform. Ana bobu nene hivi yani kubwa huwa kichwani yani.
Amevaa sketi ya kijivu fupi na shule yani. Ana rasta na ana begi. Rasta zake yani ni manywele fulani kama mabobu hivi. Nene hivi yani. Ani bobu anywele. Nene dread yani bobu nene yani. Ndo yeye. Okay, iko hivi wanangu. Mimi najua alipo huyo demu. Na mpaka sasa hivi kashaniletea zesheni mwanangu, kashaniharibia kila kitu hadi kwa mpenzi wangu. Kwa mimi nafahamu sehemu gani alipo. Nifuateni wanangu. Ngoja tu nikwambie ukweli. Mimi sitoacha kufuatilia. Nitaenda kukufuatilia mpaka nijue mwisho wake itakuwaje. Afu, mbona ulindanganya utakuja shule na ukuja? Wewe kumbe mpumbavu eh? Kwa hiyo mimi kutokuja kwangu shule inakuuma nini? Unaacha kufanya mambo yako huko unaanza kunifuatilia. Okay. Sawa. Ila ngoja tu mimi nikwambie. Kiukweli mimi sitoacha kukufuatilia. Yaani nitakufuatilia mpaka mwisho nijue inakuwaje. Hata mimi nakupenda. Na nitakufikia tu uelewe kwamba mimi nakupenda. Na siku zote nyuki utafuta maua ambao wanayapenda. Kwa mimi nakutafuta wewe kwa sababu nakupenda. Kwa hiyo wewe ushaanza mimi kunifananisha na maua. Sikia sasa nikwambie kitu. Nenda huko shule, kaachukua wanawake wengine ndio wao wanawake zako uanze kuwafuatilia kama unavyonifuatilia mimi. Mimi nimechoka. Sitaki kufuatiliwa. Wewe unajua mimi nakufuatilia kwa nini? Nakufuatilia kwa sababu nakupenda na kuhitaji Latifa. Kwa mimi kukufuatilia wewe unaona ni kama nani? Sitaki kufuatiliwa. Afu nataka ujue kitu kimoja. Mimi ni mwanadamu. Ipo siku pia nitachoka kufuatilia hivi. Sababu unaona kama vile mimi yani nakupenda sana labda kwamba hakuna wanawake wengine. Ila jua mimi nimekuchagua Latifa. Ila ukiendelea hivi hata mimi pia nitakuwa kimya. Vipi wewe? Vipi kwani? Vipi kwa nani? Wewe sikiliza mwanangu. Sielewi sasa. Tulia, umetoka kule umetuambia mtoto yupo. Yuko wapi mtoto? Mimi mimi nilimwacha humu ndani, nikamfuata demu wangu. Yuko wapi sasa? Sasa ndio nimekuja simkuti, itakuwa kaondoka, mimi nilipotoka naye katakuwa katoka wanangu. Wewe tusikilize. Yule demu ni muhimu kishenzi, yani yule ana maisha yetu kwa kifupi. Hatuwezi sisi kufa maskini, akati wewe umetuambia mtu wetu yupo ndani. Sasa wanangu, mbona mimi kama mnanionea? Mbona kama mnanifahamu mimi sasa mimi nimefanyaje? Mimi siwasaidia tu kuwaonyesha, nimemwambia kweli ndio alikuwepo humu ndani na nilikuwepo naye. Lakini mimi nilipompa. Utapanga hilo. Kama sina wewe. Utapanga hilo. Alafu sasa siku nyingine, hauna uhakika na kauli zako, usilopoke. Unafuata nawe. Ona sura hii. Mimi sasa mimi nakosa gani? Ona sura hii hapa hii. Ona sura hii. Mati mwanangu.
Shikamoo. Marahaba, vipi? Fresh. Bora kama hivyo. Swala la shikaji tuliozulumu mzigo siku ile. Nimekuta kati pale muda naenda shule wamenitimua kishenzi. Unashikaji gani? Si wale ule mmoja alitotoru hivi ana vinywele na mwingine mfupi hivi. Mimi ndamalizana nao. Hivi kuhusu mzigo. Mazingira nimeuza yote lakini mbili siku zimebiwa nilipokuwa nimelala sio nienda chooni sielewi. Ndio. Sasa blaza mazingira mimi sinishakupanga kwamba nikiuza nalipia ada. Mzigo unaenda kuchukuaje sasa? Sasa blaza mazingira yako wenyewe mimi nakuuzia shule. After mimi nisipoenda shule na kwa mimi nataka kusoma blaza. Wasikiliza unajua. Unajua unafanya maamuzi mwenyewe tu unajiamulia tu ile kienda nani wewe angalia bwana. Hapo nyewe ushapoteza dawa mbili unajua. Ndio mtaji wenyewe huo. Afu unaongea simple tu leo umelipa nini na mazingira kitu zalao umespendi bwana. Hizo hela kwa makini na hela. Sio umenielewa? Unielewa? Ndio. Robi. Vipi, mbona umekaa peke yako? Nimeamua tu. Basi kama kuna kitu nimekukosea niambie, au jana nilikukwaza. Sio nafikiria maneno yako ulioniambia kwamba ndio amenifanya mimi nimekaa hivi au nakaa na yawaza. Uongo. Mimi siwezi kukaa nafikiria maneno yako. Siwezi kuacha kufikiria vitu vyangu vya shule nikae nafikiria eti si umeniambia nini. Na siwezi kulazimisha kunipenda. Sababu au ni maamuzi yako. Na moyo wako ndio ambao unaamua. Siwezi kuforce. Lakini hata hivyo mimi najua unanipenda. Na jana kabisa ulithibitisha mwenyewe. Na ukanitolea mfano. Ulisema hivi, kama nyuki ufuata huwa anaolipenda. Ndio kama wewe ulivyonifuata mimi na kuniambia unanipenda. Sawa, maneno yao ndio nilikwambia, nakubali kweli nilisema. Lakini kwa sasa hayana maana. Sababu hata nyuki wanapotafuta hayo maua, wanapoyakosa basi wanaanza kutafuta sehemu nyingine. Kwa nadhani nataka niondoke. Mbona umenyanyuka? Nataka niondoke. Sawa, unaweza kanitoa lunch leo? Nitaangalia kama nitakuwa na muda tuweze tukatoka. Hivi. Blaza mida asipeleki tena shuleni. Wadogo vipi? Hiyo ndo salamu ama vipi? Shikamoo. Mbona kama hivyo? Mimi sipeleki dada tena shuleni. Manyungu kibao. Alafu mwisho wa siku atakuja kumtangaza asembo pale watu wote wanijue kama mimi nafanya mazingira haya hapa. Mimi nataka kusoma blaza. Kama vipi dawa zenyewe tuuzie tu mtaani, shuleni ishakuwa jao. Kwa mdogo wangu na roho kweli ndugu yangu. Blaza unaongea. Hivi unajua blaza kule shuleni ikiharibika nini taasisi nzima Tanzania nzima ina effect mimi kwenye elimu yangu. Mimi sio kwamba nataka kusoma. Alafu shule nikijua ni taasisi dunia nzima itanijua mimi. Alafu nitaenda jela. Sasa ndio wanafanya nini? Ukiacha kazi hiyo nani hela inatoka wapi ya kukusomesha?
Kwa mtani utaweza kama shuleni tu unashindana na wanafunzi wenzio afu na mazingira kama hivi unaogopa. Hivi mtani unaweza? Mtani kuna majambazi wewe usichukulie poa. Mimi nakuweka kule kwa sababu ya shule wenyewe washua kibao, umeelewa? Wala watoto wakishua wale pale mazingira leo unawasendia afu baridi tu afu leo unajua wale pale unauzia bei ya juu yani, umeelewa? Sasa mtani wewe unaweza ukauza mazingira hapa nini ya usho kama hivi. Angalia afu hiyo hela ndo ambayo inakusomesha unajua. Umeelewa? Kaza mdogo wangu, mbona kama hivyo? Unaweza wewe nikikutuma kazi ya kwenda kumpigia mtu kisu cha kolomeo unaweza, kama kuna milioni 2 hapa ya chapu unaweza? Kaza. Umeelewa? Afu kazi hizi hapa zinahitaji mikazo mdogo wangu, umeelewa? Hebu tukae chini tuongee vizuri. Yaani hapa hamna kususa, hamna kufanya nini. Hapa mazingira ya kazi zinaendelea kama kawaida. Vua udemu hapa, unavaa uume. Yaani hapa mazingira tomboy. Nipe 5. Kwa 5. Ili wanawabi ukaze. Hapo vua nani usichana afu ile mazingira yanakuwa ni tomboy. Yaani wewe wa kiume, Afu mikazo inahitajika. So umenielewa? Unielewa? Wadishe nguo. Afu nije nikupe historia yangu sasa mazingira. Wewe unajua mkaburu limekujaje? Kwa hilo mikazo, hilo watoto. Mish, kwa nini jana unaingia kwenye mtihani? Kumbe yule mwalimu simuelewi, ndio maana sijaingia. Mara mwisho nilipofanya alinizingua sana. Vipi wewe unataka dawa? Sina shida yote. Ile siku nilikufuata sababu nilikuwa na matatizo yangu. Ila kuna kitu ambacho kipo sawa. Juzi kipindi nimeingia chumbani kwa kaka nilikuta picha zako kwenye meza yake. Vipi unajuana naye? Kakako? Kakangu. Kakako ni nani? Mimi simuelewi. Lakini namuonaga sana anavaa sare za polisi. Viatu saa nyingine, masa nyingine anaingia, anatoka yani. Kwani niambia tulia. Lakini na voice kuna kitu ambacho kinaendelea kati yake yeye na wewe. Wewe. Samuel tujamaliza kuongea afu naondoka. Watu wanaofuta bangi bana.